Pole pole. Teremka pole pole. Kakak from there. Mtazamaji, leo tuna habari ya huzuni. Taifa liliweza kumpoteza kiongozi mwenye sauti kubwa na aliyejulikana kwa utetezi wa haki za mwananchi baada ya ajali ya helikopta iliyojeruhi na kumuua mbunge wa Emurua Dikeri Joanna Ngeno tarehe 28 Februari mwaka 2026. Ajali hiyo ilitokea katika eneo la Mosop, kaunti ya Nandi, na kuua watu 6, wote waliosafiri, akiwemo pilot, mkamatikio wa msitu na wengine kadhaa. Mgogoro huo wa kifo umeacha pengo kubwa sio tu kwa taifa, bali pia katika familia ya marehemu mwenda zake. Mke wa marehemu Naiyanoi Ntutu Ngeno ni mwanasheria mwenye sifa anayetoka familia maarufu ya Ntutu, kaunti ya Narok. Amejikita sana katika kutetea haki za wanawake na kuwasaidia wanawake kuelewa sheria zinazowakinga. Pia anahamasisha wasichana wanaosoma kuendelea na elimu yao na kujichangia misingi ya uongozi. Wanandoa hao waliingia katika uhusiano wa ndoa tarehe 18 Agosti mwaka 2018 katika sherehe iliyoambatana na viongozi mbalimbali, ikiwa ni ishara ya heshima na umaarufu waliokuwa nao. Walikuwa na nyumba na familia ndogo ya watoto wawili wa kike. Leo wakati maombi ya marehemu yanaendelea jijini Karen, bibi yake Naiyanoi alitoa hotuba ya moyo mgumu lakini ya kusisimua mbele ya maelfu ya waombolezaji. Katika hotuba yake aliandika, umepoteza muziki wa ujana wangu. Ucheko na ndoto zilikuwa zetu pamoja. Ulipenda watoto wetu wa undani na kwao ulikuwa shujaa. Mimi najikuta nimepoteza sehemu ya nafsi yangu na sauti ya furaha. Alisema kifo chake ni hasara kubwa sio tu kwa familia, bali kwa jamii nzima, na aliahidi kuenzi urithi wa maisha yake kwa watoto wao na kuendeleza familia yao kwa imani na matumaini. Katika ibada ya maombi hiyo, viongozi wa dini, maafisa wa serikali na wananchi waliungana kumwombea marehemu na familia yake, huku wengi wakitoa pole na kushiriki katika kuyatilia shukran maisha ya mbunge huyo. Kulingana na familia na viongozi, mwili wa Joanna Ngeno na wanao pamoja naye watakinga Ijumaa tarehe 6 Machi mwaka 2016 katika kaunti ya Narok, ambako wananchi wengi wanategemea kushiriki katika mazishi ya pamoja. Huu ndio mtasari wa habari leo kuhusu kifo cha mbunge Joanna Ngeno na hotuba ya huzuni ya bibi yake wakati wa maombi iliyofanyika kule Karen. Asante kwa kuangalia. Iwapo ungependa habari zaidi kama hii, jisajili kwenye kituo yetu na usisahau kuponyeza like na kushare. Hii ni Sam TV News, tukikuletea habari kwa wakati. Beloved Joha, the husband of my youth. Joha, even saying your name carries a lifetime inside it. You are the love of my early days, when everything was still soft and full of possibility. We were young, learning life together, and somehow you made it all feel less frightening and more beautiful. Your laugh, oh your laugh, made ordinary days feel like celebration. I can still hear it. I think I always will. And the way you loved your children, Tawadron and Chasang, you adored them. You held them with pride. You played with them. You look at them like they were your greatest accomplishment. In their eyes, you were a hero. In mine, you were a gentle, devoted father with the biggest heart. You were my beginning, was still new and pure. Losing you feels like losing the music of my youth, the laughter, the dreams, the simplicity of believing we had endless time. But even death cannot take what we built. It cannot erase the love, the memories,
the family we created. You'll always be my Johar. Rest gently, my love. You're forever part of me.